Moja ya habari inayotikisa mitandao ya kijamii kwa sasa ni posti ya msanii wa Bongo Flava Ibra aliweka picha ya Diamond Platnumz huku akiambatanisha na neno moja fupi lakini lenye uzito mkubwa. Jambo lenyewe ni hili hapa, aliweza kuandika asante Diamond Platnumz. Ujumbe huu umeibua hisia kali kwa mashabiki na wadau wa muziki, wengi wakiamini kwamba Ibra amesainiwa rasmi kwenye lebo ya WCB Wasafi, na hiyo ilikuwa ni njia yake ya kumshukuru bosi wake mpya Diamond Platnumz. Lakini je, hii ndio hali halisi? Kwa mjibu na mtazamo wangu, naamini posti ya Ibra sio uthibitisho wa usajili kwenye lebo ya WCB, bali ni mbinu ya kiakili na kuijenga gumzo load market, jambo ambalo amefanikiwa nalo kwa asilimia kubwa. Ibra anazungumziwa kila kona, na kama akiachia mradi mpya au EP wimbo hauhitaji matangazo makubwa, maana tayari watu wanamsikilizia. Kwa nini huwa sio rahisi kusainia kwenye lebo ya WCB? Ukifuatia historia ya WCB ni rahisi kuona kuwa hawajawahi kumtambulisha msanii wao kwa njia ya wazi kama hiyo. Kwa kawaida, utambulisho wa wasanii kama Zuchu na Divoice ulifanywa kimya kimya, na msanii huo hajitambulishi mwenyewe kabla ya lebo kusema jambo lolote. Hivi sasa hata msanii mpya Trayzor amefichwa hadi muda sahihi wa utambulisho wake ufike. Hii ni dhihirisho kuwa mfano wa WCB hautoi nafasi ya aina ya posti aliyoifanya msanii Ibra kwa mantiki hiyo, na kuna uwezekano mkubwa kuwa hajasainiwa bali ameamua kutumia picha ya Diamond Platnumz kama trigger ya kuanzisha mjadala mtandaoni. Je, Ibra anafaa kujiunga na lebo nyingine tena? Kwa mtazamo wangu binafsi, Ibra hafai tena kuwa chini ya lebo yoyote. Ametoka tayari kwenye lebo ya Konigange akiwa tayari ana jina, ana mashabiki na ana uwezo wa kusimama kama msanii huru. Na kujiunga na WCB kama itatokea, huenda usimwongezee thamani zaidi ya alionayo, hasa kwa kuwa tayari kuna masuperstar ndani ya lebo hiyo kama Zuchu, Diamond Platnumz pia na Divoice. Na pia ni kama alivyowahi kusema Salamu SK, Wasafi ni kama ngome, hawalengi faida ya fedha bali ni kukuza vipaji. Hali hii hupelekea lebo ya kuwekeza pesa nyingi kwa wasanii wanaokuja kisha baadaye wakaondoka wakiacha pengo la uwekezaji. Iwapo Ibra atasainiwa kwenye lebo ya WCB, kweli baadhi ya maswali ambayo yatakayojitokeza ni kama na haya. Je, ataweza kuziba nafasi ya Harmonize, Rayvanny au Mbosso? Ataleta ladha mpya au atafunika tu na mastaa waliopo? WCB wanamhitaji kweli au ni ya kupambana tu na ushindani wa Konigange? Hitimisho, mpaka sasa hakuna taarifa rasmi kutoka kwenye lebo ya WCB wala Ibra kudhibitisha usajili huo. Kilicho dhahiri ni kuwa Ibra amepata airtime ya bure na amewasha moto wa mjadala na amefanikiwa kuingiza jina lake kwenye vichwa vya habari bila hata kutoa wimbo mpya. Asante moja tu limeleta msisimko mzima kwenye mitandao ya kijamii. Una maoni gani kuhusiana na hili ambalo linazidi kuendelea kwenye msanii wa Ibra na lebo ya WCB? Je, unaamini kuwa Ibra ataingia kwenye lebo ya WCB? Tuvochea uwanja wa comment. Official Memreza_255 ndio jina langu, bila kusahau hapa ni Marishare TV.